Tulipokomea katika episodi ya 3 ni mara baada ya kushuhudia watoto wa kimaskini wakiwa wamejipanga kuhakikisha kwamba siku ya leo wanakwenda kumfundisha Kang adabu. Hasa mishale ya usiku katika mjengo mmoja wa maana kweli kweli. Wale watoto 4 bana ndo wanakaa katika mjumba huu wa kifahari. Na kuna yule mwalimu kutokea shuleni. Kumbuka yule mwalimu anatembea na mwanafunzi mmoja hapa kutoka katika familia za kitajiri. Alikuwa akipiga nao story hapa. Na wakati story zimenoga sana, sasa mpenzi wake anayefahamika kama Eugene akawa amekuja akasema, "Samani mwalimu, ulikuwa unaitwa na mwalimu mkuu, amenipigia simu hapa." Basi mwalimu ikabidi kuweza kuondoka. Sasa bidada Ela pamoja na bidada Jihii wakaanza kudiscuss, inawezekanaje mwalimu mkuu amwite mwalimu katika nyakati za usiku namna hii? Lakini kumbe zilikuwa ni mbinu za mwamba katika harakati za kumchomoa teacher, ama tuseme ni msichana wake, sababu huyu bana ndo anatoka naye hivyo. Hasa wakiwa wanatembea tembea katika mitaa hii, hapa tu akaweza kumwona Kang akiwa ameambatana na bidada Jihii. Kumbuka kwamba bidada Jihii alisema kwamba anataka kamkaushie jamaa shati lake. Hasa Mwamba na bidada Jihii walizunguka sana siku ya leo, wamechoka vibaya mno, na Mwamba alikuwa amechoka, akawa anamwegamia bidada hata pasipo kujua. Mishale ya usiku sana, Mwamba akawa anaambiwa kwamba nenda kalale, lakini jamaa usingizi ni mzito, akajikuta tu anazidi kumwegamia bidada na hataki kwenda kulala. Lakini bidada kwa sauti ya chini sana akasema, wakati tumeweza kukisi kwa siku ya kwanza tu, nimejikuta natamani ile siku iweze kujirudia, na hisi ninahisia juu yako. Mwamba alikuwa anayasikia haya maneno mpaka usingizi ukakata kwanza, akanyenyuka akaanza kumtazama bidada kwa makini kidogo. Hasa wakati wanaendelea kuangaliana, si bidada ndo akafanikiwa kuiona ile bracelet ya kakake na Mwamba Kang katika mkono. Alipoweza tu kuiona mpaka kichwa kikaanza kumuuma bidada. Mwalimu bana alipoweza kuona hao wawili wako jirani, kabidi kumfuata Mwamba Kang, akaanza kusema, "Ni mna mahusiano gani mpaka mnashinda nyakati hizi za usiku mkiwa mko pamoja?" Lakini Mwamba akazidi kusema kwamba bidada Jihii ni rafiki yangu tu. Sasa kumbuka kwamba hapa walikuwa wameambatana na ule Mwamba ambaye ni boyfriend wa huyu mwalimu, na alikuwa amejificha, hataki kuonekana kwamba alikuwa ameambatana na mwalimu. Hasa akampigia simu Mwamba Ryan na kumwambia kwamba tumeweza kumkuta huku Jihii pamoja na Mwamba Kang walikuwa wanaelekea kuweza kukisi. Hebu mpigie simu mkuu wa shule haraka sana aje katika maeneo haya. Kweli kabisa, mwalimu mkuu wa shule akatimba katika mitaa hiyo. Kwanza alimvuta Mwamba Kang, alafu alikuwa amemwacha bidada vile vile, yani bidada Jihii hakuguswa hata kidogo. Hasa bidada Jihii kutoka siku ya jana alipoweza kumwona Kang amevaa ile bracelet, akataka kumchunguza huyu jamani nani, labda amekuja hapa shuleni kwa lengo jingine kabisa. Na Mwamba Kang akiwa anafika kesho yake shuleni, anakuta kuna picha yake ikiwa imewekewa ishara ya kwamba ameweza kufariki, yani picha ya marehemu. Na watoto wa kimaskini walikuwa nasema, laiti jana tungeweza kukamata, basi haya ambayo tumeweka hapa juu ya meza yangeweza kutimia, ungelikuwa marehemu. Lakini Mwamba Kang kila anapoitazama hii picha anakumbuka tukio la kakake kuweza kufariki. Dai tukio linamuumiza sana. Dakika chache mbele akaambiwa kwamba mkuu wa shule anamuita ofisini, na kumbe walimu wote walikuwa wameweza kuitwa. Na hapa Mwamba akakalishwa kikao na akawa anaulizwa, "Kwa nini unafanya mazingira ya kimapenzi hapa katika shule? Hujui kama unavunja sheria?" Walimu wakaendelea kuchochea afukuzwe, na ni kweli kabisa mkuu wa shule akasema, "Kuanzia leo tunakufukuza shule mazima." Yaani umepata scholarship, nafasi ya neema tu kuja kusoma katika shule ya matajiri, alafu unakuja kuanza mapenzi huku baada ya kupambana kimasomo. Lakini ghafla tu bidada Jihii from nowhere akajitokeza pale ofisini akasema, "Mimi ndio nilikuwa nimemwalika chumbani kwangu kwa sababu jana alikuwa ameniazima shati lake, nilikuwa nasubiria liweze kukauka. Baada ya hapo ndo mkatukuta tuko pale ndani." Kiufupi ndio hivyo tu, akamchukua Mwamba akawa anaondoka naye. Bwana we, kabidada Jihii ni kajeuli vibaya mno, kwa sababu babake naye ana mawe si poa yani. Na sasa ile wametoka hata hawajafika mbali wakakutana na Mwamba Ryan akiwa ameambatana na bidada Hera. Na Ryan akasema kwamba kuanzia sasa hivi mimi nitakuwa na date na Hera, kwa sitaji mtu aniingilie katika mahusiano yangu. Naye bidada Jihii akasema kuanzia sasa hivi nitakuwa na date na Mwamba Kang, na mimi sitaji mtu yote aniingilie katika mahusiano yangu. Basi bidada akamvuta Mwamba Kang akampeleka katika eneo moja limejitenga kidogo, akasema, "Ulikuwa na lengo gani la kuja kusoma katika shule hii? Inaonekana kuna kitu nyuma ya pazia." Lakini Mwamba Kang akasema, "Nimekuja kusoma katika shule hii ya matajiri kwa lengo moja tu. Nataka nije kupata scholarship ya kwenda kusoma Harvard, chuo kikubwa sana huko nchini Marekani. Na kama ningesoma katika shule za kawaida, basi Harvard ningekuwa naisikia tu. Kwa mimi nimeamua kusoma hapa nikiamini kabisa iko siku nitakuja kusoma Harvard." Basi bidada akamwamini kabisa jamaa. Lakini Mwamba wakati anayaongea haya akikumbuka kwamba amekuja kufanya kisasi hapa, mpaka anajawa na sura ya ghadhabu. Sasa huku upande wa pili ukisikia wameyatibua mashetani ya Mwamba Ryan, basi wameyatibua kweli kweli. Jamaa alikuwa na hasira, kwanza akaelekea gym akapiga mazoezi ya boxing vibaya sana. Kesho yake ilipoweza kufika mishale ya kuelekea shuleni, bidada Hera akampigia Mwamba Ryan na kumwambia kwamba, "Unajua tunatakiwa tuigize kama wapenzi, kwa hiyo unatakiwa uje unichukue nyumbani na gari yako." Basi Mwamba Ryan akasema haina noma. Bidada alikuwa anafurahi sana. Unajua bidada anampenda huyu jamaa. Hasa maskini mwenzetu Mr. Kang na yeye bana ndo hivyo amechukua baisikeli yake anajiandaa kuelekea shuleni. Kapita kwa mama muuza vitumbua pale, kapata vitumbua viwili vitatu anaendelea kuvipiga. Ghafla tu akasikia kuna gari ya kifahari imepaki kando yake.
Bidada Jehi akamwambia apakie baiskeli yake pamoja na yeye waelekee shuleni. Basi Mwamba ndio hivyo bana, akawa amepanda leo gari pamoja na bidada. Lakini jamaa akiwa kwenye gari akabaki anashangaa, anasema ndo kwa mara ya kwanza naona baiskeli imepakiwa katika namna hiyo kwenye gari. Bidada akamwambia haina shida, ndakuwa naipakia hivyo kila siku. Lakini bidada akauliza, hiyo bracelet ambayo umeivaa umeitolea wapi? Lakini Mwamba akasema, ile siku ambapo nilikuwa napiga kinanda kule nyumbani kwenu, kuna mtu alinipa zawadi kwa kupiga kinanda vizuri. Na Mwamba kila ambavyo anatafuta sababu ya kuweza kujitetea, ndivyo ambavyo bidada Jehi anaacha kabisa kumpeleleza jamaa. Akaanza kumwamini mpaka hatua ya mwisho akahisi kwamba jamaa hahusiani kabisa na tukio la mwaka jana. Hasa ile wamefika shuleni, bidada Jehi anamshika Mwamba mkono, anatembea wakiwa wameshikana mikono. Aisee, wanafunzi wote wanashangaa tu. Mpaka mkuu wa shule anapita anakutana na wao wawili wameshikana mikono. Akasema, nyie kuna shida gani? Bidada akasema, mpenzi wangu huyu. Aisee, yani mkuu wa shule alikuwa hana neno. Anamuogopa bidada Jehi. Yani hawa watoto ambao ni watoto wanne hawa wenye pesa ni hatari. Yani ukimgusa tu mmoja basi umekwisha. Mwalimu akaanza kusema, yani huyu Kang sijui ana mazoea gani. Ameanza tu kumzoea huyu bidada Jehi, sijui imekwaje. Mwalimu mkuu atakagi kabisa kujihusisha na habari za hawa watoto wanne. Akasema, hebu nenda kaendelee na masomo yako bana. Sitaki kabisa kunihusisha na hizo habari. Hasa hapo shuleni kuna chumba ambacho hakuna mwanafunzi wa kawaida anaweza kuingia. Na hichi chumba wanasoma wanafunzi wanne tu. Leo bwana bidada Jehi alimleta Mwamba Kang. Kila mmoja alistaajabu, inakoje mtoto wa kimaskini anaingia katika darasa letu? Lakini Riang akasema, mwalimu endelea kufundisha. Basi mwalimu baada ya kufundisha, bidada akawa amemtoa Mwamba nje. Hasa bidada Era akimwangalia Mwamba Riang akaanza kusema, unajua wewe endelea tu kudate na mimi. Siku zinapozidi kwenda bidada ataanza kuona wivu. Hapo anajizuia tu, anajikaza. Mwamba Riang akasema, funga kinywa chako. Kumbuka unatakiwa kusema tunatakiwa tuendelee kuigiza, sio tuna date. Hilo neno tuna date silitaki kabisa kulisikia. Alafu Mwamba Riang akaondoka kwa ghadhabu nzito sana. Bidada akabaki ameduaa tu. Sasa huku upande wa pili bana, story shule nzima zilizotapakaa ni kuhusiana na Mwamba Kang pamoja na bidada Jehi kwamba wana date. Kila mtu anasema, jamani, mbona hawa ni dunia mbili tofauti? Yani mtoto wa mmiliki wa makampuni na mtoto wa fukara mmoja tu alikuja kwa scholarship. Wengine wakawa wanasema mahusiano yao ya maigizo tu, kwa sababu bidada Jehi anamtia wivu Mwamba Riang kwa sababu wameweza kuachana. Kwa hiyo anataka Riang aweze kuumia. Hasa kikundi cha masikini wakamtuma mwakilishi wao aje kuomba msamaha kwa Mwamba Kang, kwa sababu kama Kang ameanza kuungana na wakuu, maana yake wanaweza kupata shida miaka ya mbele. Mwakilishi wa masikini alikuja akiwa amepiga magoti, akazidi kumwambia Kang kwamba tunakuomba msamaha kwa sababu sasa hivi umekuwa rafiki na wakuu, basi sisi mioyo yetu ina amani. Kwa sababu wengine sisi bana tumekuja kwa bahati nasibu tu hapa. Nauli tu za kuja huku mpaka wazazi wauze vitumbua ndo tunafika shuleni. Kwa hiyo tukiona dalili za mtu kutaka kutuharibia ama kutukosanisha na matajiri, tunaumia sana. Sio kwamba tulikuwa tunapenda kushambulia au kupangia mipango mibaya. Lakini Mwamba Kang akasema, hebu jitahidini kuwa binadamu, sio kuwa mbwa kama ambavyo mnakuwa. Yani ni kwamba mnawaheshimu sana na kuogopa sana watoto wa kitajiri, ndio mnawapa vichwa mnajua. Basi mshikaji aliomba sana msamaha akiwa mpaka na garagara chini. Ndio mambo ambayo sasa Kang hayapendi. Akasema jitahidi kuwa binadamu sio mbwa. Hayo mambo ya kugaragara hayo ndio mbwa wenyewe ambao nilikuwa nakuzungumzia. Bwana mkubwa kuitwa mbwa kwa kweli ilimuuma sana, lakini hakuwa na namna yoyote, kabidi kutulia tu. Sasa kama unavyojua Mwamba Ujin anatembea na yule mwalimu wake. Sasa leo alikuwa anajadili kwa habari ya Mwamba Riang pamoja na bidada Jehi kuweza kuachana. Lakini mwalimu akawa anataka kudhibitisha, je, ni kweli wameweza kuachana? Mwamba akasema ndio, ni kweli wameweza kuachana, lakini mahusiano yake Kang pamoja na huyu bidada Jehi sio ya ukweli. Yani mahusiano ambayo hata hayawezi kudumu kwa sababu ni kama maigizo au bidada ametafuta kwa kuegamia kwa muda. Basi Mwamba kakawa amempiga kisi mwalimu wake, akasema hebu bado discuss mahusiano yetu, tuachane na habari za wengine. Sawa Teacher akasema sawa. Hasa leo Mwamba Kang akiwa amefika katika dawati lake alikuta kuna kinoti fulani kimeandikwa hapa, kuwa makini asije kukuta kama aliweza kumkuta kaka yako. Mwamba alishtuka, yani alishtuka, hakutegemea kabisa kwamba siri yake kuna watu watakuwa wanaweza kuijua. Na wakati huo Mwamba Riang alikuwa ameweza kuingia hapa, akakuta Mwamba ameshika kile kikaratasi, akakivuta, akakisoma, baada ya kukisoma akakipotezea. Sasa ilikuwa ni mida ya michezo. Mwamba Riang alikuwa amewahi uwanjani kama kawaida, anapendaga sana hii michezo ambayo anaichezaga hapa shule. Sasa bidada naye Jehi alikuwa anakuja hapa uwanjani. Jamaa akajua kwamba bidada amekuja kumwangalia, yani bidada ameshaanza kupata wivu juu yake. Kumbe bidada amekuja huku lengo lake ni moja tu, aanze kuchati na Mwamba Kang katika namna ya utulivu kidogo. Sasa Mwamba Kang anajaribu kumpeleleza bidada kujua kwamba je, ni bidada ambaye alikuwa ameweka kile kikaratasi ambacho kimeandikwa kwamba awe makini sana asije akamkuta kama aliweza kumkuta kaka yake. Lakini bidada hakuonyesha viashiria kabisa vya kujua chochote kuhusiana na habari ya hicho kikaratasi. Sasa Mwamba akabakia na swali moja tu, ni nani aliyemwekea kile kikaratasi? Ni nani anayejua siri yake ya kwamba kaka yake alikuwa akisoma hapa kabla na kaka yake aliwezaga kuuliwa na Mwamba Riang? Sasa hii siri ni nani ambaye anaifahamu? Wakati huo game limechangamka sana hapa uwanjani. Licha ya kwamba bidada alikuwa hana time kabisa na Mwamba Riang, lakini namna ambavyo mechi ilikuwa inashangiliwa ikabidi naye kuanza kufuatilia mpira namna ulivyokuwa unaelekea. Mwamba Riang alisakata kabumbu kadri anavyoweza mpaka mwisho wa siku akaweza kuchukua ushindi. Basi alipoweza kufanikiwa kuchukua ushindi akakimbia akamfuata
kumfuata bidada Ella. Amini usiamini, mbele ya macho ya bidada Jay alianza kumkisi bidada Ella mbele ya uwanja na watu wengine wote wakiwa wanashuhudia. Unajua bidada Jay hakuamini kabisa. Bidada Jay alihisi kana kwamba ni kama amemwagiwa maji ya baridi ndani ya moyo wake. Bwana we, X amekuwa kipengele sasa. Tukutane katika episode ya 5, itakwenda kutupa majibu ya nini ambacho kitakwenda kujiri. Je, ni kwamba bidada Jay anampenda bado mwamba ama imekuwaje?